ni nzuri. Leo hii isingewezekana sisi kufikia kwenye hatua hii ya kutambulisha bidhaa hii ya sabuni. Pengine tulipoanzia tungekuwa sasa tunaelekea kudidimia kabisa. Lakini kwa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, tafsiri yake ni kwamba uongozi mzuri tuliokuwa nao, serikali nzuri tuliokuwa nayo, ndio inachangia vijana kama sisi kuweza kuona fursa, na fursa hizo kuweza kupata miundo mbinu mizuri ya kuweza kuifanyia kazi. Pasipo kuwekwa taratibu sahihi, maana taratibu zinawekwa na serikali, pasingekuwa pana taratibu sahihi zilizoandaliwa na serikali, leo hii isingewezekana. Na ndio maana mwanzo nilizungumza kwamba katika awamu hii ambayo imefungua fursa za viwanda, za biashara na fursa mbalimbali za kiuwekezaji, kama vijana tutashindwa kupiga hatua, tutakuwa ni makosa yetu ya kwanza sisi wenyewe. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitakwambia ukweli, bidhaa hii haijatoka tu kwa kukurupuka, na bidhaa hii haipo tu kwa sababu ni jina, hapana. Nitakwambia ukweli, mwaka jana kabla ya kutambulisha rasmi, kwa sababu mpango rasmi ulikuwa kutambulishwa mwaka jana, hauwezi kuamini Mheshimiwa Waziri, tumeziweka sokoni. Ile kuweka sokoni tu ndani ya wiki moja, less than wiki moja, mzigo wa kontena 30 ulikatika pap, na hatujatangaza popote. Ilibidi kuzuia matangazo, maana ilikuwa ni kitu cha ajabu sana. Maana biashara nyingi zinataka zifanye matangazo ndio mzigo uende, lakini tumeweka kujaribu kuangalia watu wanapokeaje bidhaa. Tukutaka kuanza kwa makelele ili watu wanunue au wapende kitu kwa sababu tu ni watu fulani, hapana. Tutaka kutest, je, watu wamependa ubora huu ambao umethibitishwa, wameridhika nao? Mheshimiwa Waziri, tulipoweka ilibidi kuzuia matangazo, maana yake demand ilikuwa kubwa kuliko mzigo ambao tumekuwa tumeutengeneza. Ikabidi kwanza kuandaa upya, kutengeneza upya mzigo mwingine mkubwa zaidi, na ndio mpaka siku ya leo kuja hapa kuitambulisha rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri Jafo, Waziri wa Viwanda na Biashara, nikuthibitishie kwamba vijana wako katika hili hatujakurupuka na hatutotaka tukuangushe. Tumeweka bidhaa ambayo iko bora, bidhaa ambayo inaweza kuwa msaada kwa mama zetu, kwa dada zetu. Mkurugenzi wetu pamoja na Mheshimiwa Waziri na meza kuu yote kwa ujumla ndio watafanya swala la uzinduzi. Hapo mbele yako Simba kuna button kama unaiona ipo hapo, imeandikwa push. Sasa tutahesabu kwa pamoja mpaka 3 na mtaibonyeza, lakini ni kuombe tu wewe na meza yako kuu, baada ya kuibonyeza tu hiyo button mtasogea pembeni hivi, alafu tu tunaangaliana kama hivi ambavyo mimi na Ahmed tumesimama, ili kupisha sasa hii screen yetu hapa kuonyesha kile tunachokizindua. Na baada ya uzinduzi wa bidhaa hii natarajia wote humu ndani kwa makofi, shangwe, vifijo, ikilazimu na vigeregere. Tunahesabu sasa Ahmed. Tunaanza kwa hesabu kuanzia 3. 3 eh? Tuanze 5. Tuanze 5. Sawa, twende wote huko Tunaanzia 5. 5 4 3 2 1. Let's go. Let's go. Shangwe na vigelegele. Ule wakati kwa matumizi ya usafi wa aina zote, mpya kutoka Wasafi kama wote sasa inapatikana Tanzania nzima. Wasafi Soap, sabuni ya mche kwa matumizi ya usafi wa aina zote. Wasafi
Wasafi Soap, usafi kama wote. Sasa inapatikana Tanzania nzima. Wasafi Soap, sabuni ya mche kwa matumizi ya usafi wa aina zote. Wasafi Soap, usafi kama wote. Sasa inapatikana Tanzania nzima. Makofi mengi sana. Bana, makofi kama hayajatosha hivi. Hebu twende tena bana. Makofi mengi sana. Sijasikia makofi mengi sana. Piga kelele kwa Wasafi Sabuni. Piga kelele kwa Wasafi Sabuni. Asante sana. Tafadhali mkurugenzi na timu yako tunaomba msogee hapa. Karibuni sana. Na napata faraja ndio kubwa sana. Panatosha. Mkurugenzi na timu yako naomba uielekeze namna ya kusimama tuweze kuelekea mbele. Tunapata faraja sana. Faraja kubwa mno. Naiona hii timu hapa wako tayari. Wapo tayari kwa ajili. Hii sasa ni historia inakwenda kuandikwa. Bidhaa za kwanza kabisa ama watu wa kwanza kabisa kupokea bidhaa mpya kutoka Wasafi. Tukio lafuata sasa. Naomba msogee hapa. Karibuni sana hapa. Sogeeni hapa taratibu. Hii ni zawadi kutoka Wasafi Soap. Naam. Naomba mjipange hapa kama ambavyo ilivyokuwa awali. Tafadhali mkurugenzi, kwa nafasi yako. Sasa itabidi tufuate protocol. Mheshimiwa Waziri kwa wapi? Hii timu yako ambayo iko hapa ndio itakayokuwa ya kwanza kupata zawadi kutoka Wasafi Soap. Sasa katika namna ya kipekee mkurugenzi amebadilisha bwana, hataki hii mifuko, anataka box. Nikusaidie. Meza kuu yote box. Zito. Asante sana watu wa still picture. Nakabidhiwa zawadi Mheshimiwa Waziri. Makofi mengi kabisa kwa Mheshimiwa Waziri Jafo kutoka Wasafi Soap. Asante sana. Kwa nafasi ya kipekee kabisa. Sasa hii ya mheshimiwa na taasisi binafsi, kinaomba niwaambie wote asalamu alaykum. Na niwakaribishe sana jioni ya leo katika tukio hili. Kipekee kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama wote. Kama tunavyojua tumekuwa na ndugu zetu, marafiki, jamaa ambao kwa namna moja au nyingine wameshindwa kuona huu mwezi, kuiona siku ya leo, lakini Mwenyezi Mungu ametupa sisi uhai, afya, na kuweza tena kuona mwezi mtukufu Ramadhani. Basi kwa pamoja ningeomba tumshukuru sana. Lakini nishukuru meza kuu kiongozwa Mheshimiwa Jafo, Waziri wa Viwanda na Biashara. Tunafahamu ni namna gani umekuwa uko busy na mambo mengi, majukumu ya kiserikali, lakini tumekuomba uje ujumuike nasi na umetukubalia. Tunakushukuru sana na tunathamini sana uwepo wako wa kufika hapa. Tunajua ukubwa wa majukumu yako, namna Tanzania sasa hivi imefunguka upande wa kibiashara na uwekezaji. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameifungua nchi katika sekta viwanda, biashara. Kwa ubize wawekezaji walikuwa wengi, tunafahamu namna ugumu wa ratiba yako, lakini kutukubalia kuja kujumuika nasi tunakushukuru sana. Kwa kipekee nashukuru
wote ambao leo hii mmejumuika nasi humu ndani. Kitazama kwa mbali tu unaweza ukaona kama ni watu tu, lakini humu ndani kuna watu wengi wazito ambao mna majukumu mengi na heshima kubwa na kazi nyingi za kufanya, lakini kwa kutupenda, kututhamini, kuendelea kutuunga mkono, mmekuja kujumuika nasi. Unajua mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao watu wengi wanapenda kula pamoja na familia zao. Wanakaa na familia zao nyumbani, wanapika, wanakula. Kwa mtu kutoka kuacha iftari ya nyumbani kwake akaja katika iftari ya kuiandaa, ujue amekuheshimu sana, amekupenda sana. Na kwa wote ambao mmekuja humu ndani tunawashukuru sana. Ndugu zangu, toka kuanza kwa karia yangu mpaka kwenda kwenye taasisi, mmekuwa mkitusapoti na kutuunga mkono sana. Nakumbuka kuanza kwangu mwaka 2009 kiwa kama mwanamuziki, kaenda hatua taratibu, tukaenda kwenye mambo ya lebo, tukaanza kuingia kwenye mambo ya vyombo vya habari na biashara tofauti. Siku zote no matter what imekuwa mstari wa mbele kwenye kutuunga mkono, kutusupport, na mimi naamini ndio sababu kubwa ya mpaka leo kufika hapa. Kwa hiyo nikaona kwa mwezi kama huu tukufu Ramadhani, miongoni mwa mambo ambayo pengine yanaweza kuonesha shukrani yangu kwenu, kuonesha kujali na kuthamini support yenu kwetu, ni kujumuika nanyi kula pamoja. Kaa pamoja kama hivi, tukasali pamoja, tukafuturu pamoja. Na humu ndani namshukuru Mwenyezi Mungu tumebahatika kualika pia vituo visivyopungua 5 watoto yatima ambao tunafuturu navyo leo, na kama dini inavyotuelekeza mwezi huu, yapo na miezi mingine ya kutenda mema, lakini mwezi huu kuongeza kufanya mema zaidi. So nashukuru sana kwa kuwepo, kwa kuja, na kiukweli siku ya leo sio siku ya maneno mengi sana, hapana, kufuturu pamoja, kuwashukuru kwa kuendelea kutusupport katika shughuli zetu toka tumeanza. Ukiangalia chombo chetu